Kwanza nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha sisi wa Tanzania kufikia uchaguzi uliofanyika tarehe 29 na kukamilisha kwa amani na utulivu, na kutuwezesha sisi wabunge humu ndani kuweza kuchaguliwa na kuaminiwa na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bana, hiyo video pale ni ya enzi za uhai wa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, ambaye pia ni mwanasiasa mbobezi kabisa, ambaye anajulikana kama William Wagemembe Lukuvi, ambaye amefariki dunia hii leo. Sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametangaza kifo cha mwanasiasa huyo mbobezi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, yani sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, ambaye anajulikana kama William Lukuvi. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa leo Jumatano Machi 25 mwaka 2026 ni kwamba ambayo imetolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Daktari Moses M. Kusiluka, Lukuvi amefariki dunia majira ya saa 1 asubuhi katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma. Taarifa hiyo imebainisha kuwa Lukuvi alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali hiyo kufuatia ugonjwa wa mshtuko wa moyo ambao ulimfikia ghafla. Lukuvi amefariki akiwa bado anatumikia nafasi yake kama mbunge wa jimbo la Isimani na waziri katika baraza la mawaziri la Rais Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, familia ya marehemu, wananchi wa jimbo la Isimani pamoja na ndugu jamaa na Watanzania wote waliofikiwa na msiba huu mzito. Lakini hii clip ambayo umetoka kuiona mwanzoni ni clip ambayo ni moja kati ya clip ambayo Watanzania wameamua kutembea nayo kwenye mitandao kuonyesha namna ambavyo wameridhishwa na kifo hiki, kutokana na kwamba alikuwa ni mwana CCM, lakini pia alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanasupport sana Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa baada ya kuona clip hii hapa bana, ikapita kwenye comments, kaona baadhi ya Watanzania ambao walikuwa wameonyesha kwamba hayatikisika kabisa. Kuna mmoja ambaye anasema kwamba wakonge kustaafu ni kufia madarakani, CCM bado mnapaswa kubadilika. Mwingine anasema kifo ni kifo tu. Hapa anasema kwamba Lukuvi, you are gone but left behind legacies to be remembered, may your soul rest in peace. Kidogo amemlilia huyu, akaja amepiga makofi kabisa. Huyu hapa anasema kwamba rest in peace kiongozi wetu, tunakumbuka daima. Mwingine anasema kwamba Israeli yuko busy na kujua amefocus Irani tu. Anasema kwamba huyu alidhani kwamba Israeli ka focus Irani, kumbe yupo Tanzania pia. Anasema kwamba watesi wetu, huyu naye akacheka. Kuna emoji za watu kadhaa hapa ambao amecheka. Mwingine amesema kwamba hiyo ilikuwa ni offside na akacheka kabisa. Mwingine akaweka tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 na udhani kwamba ni kumbukizi ya wale ambao waliuawa siku hiyo na jeshi la polisi. Wanasema kwamba bado hamjasema. Huyo anasema kwamba taharuki hatutaki. Huyo anasema kwamba hiyo ni goal kick. Huyo anasema kwamba oyo, lakini amecheka sana. Mwingine anasema kwamba pongezi Yesu makofi, ama pigia Yesu makofi. Mwingine anasema kwamba asante kwa taarifa nzuri. Anasema kwamba off target, yani imekula nguzo pale, na kusema anakuweka emoji za kucheka. Sasa hizi ni baadhi ya comments ambazo nilizipata kwa haraka. Hii inaonyesha namna ambavyo Watanzania hawajashtuka, wengi wao wamefurahia na kifo cha huyu waziri ambaye amefariki dunia leo hii hapa. Nadhani kwamba sababu kuu ni kutokana kwamba ni mtu ambaye alikuwa amesupport Rais Samia Suluhu Hassan, lakini clip ambayo inasema kwamba anamshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha kufikia kwenye uchaguzi mkuu, lakini uchaguzi pia akausifia kwamba ulikuwa ni uchaguzi wenye amani. Sasa hizi ni taarifa ambazo zimewatia hasira sana wa Tanzania wengi. Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.